Okay, mimi naitwa Rocksaid na hii ni Saswana Online TV. Leo niko maeneo stendi kubwa, stendi ya mabasi Masasi mjini. Na nimekuja hapa kwa lengo moja tu, nikupe update ama nikupe taarifa. Tujue nini kinaendelea kwenye timu ya Stand FC Masasi. Fahamu kwamba timu ya Stand ndio wakilishi wa mkoa wa Mtwara ambapo waliibuka kidedea kwenye ligi ambayo ilikuwa inachezwa kwenye mkoa wa Mtwara, na sasa hivi tunazungumza wako Bagamoyo mkoani Pwani ambako inafanyika klasta yao ipo pale kwa ajili ya mashindano ya mabingwa wa mikoa. Siku ya jana walikuwa na mchezo mzuri ambapo walikutana na FJ Talent kutokea Morogoro na wameibuka na ushindi wa goli 2-0, magoli ambayo yalifungwa na kapteni wa timu hiyo Abdul Patrick maarufu Shishimbi. Sasa leo nimekuja kuzungumza na mwenyekiti. Nafahamu timu ya Stand wana mchezo ambao watakutana na Friends Rangers kutokea Dar es Salaam. Sasa nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza na mwenyekiti wa timu ya Stand FC. Atuambie kipi kinaendelea kwenye timu na wamejiandaje kuelekea mchezo wake. Mwenyekiti, habari? Salama, habari yako? Salama, amani kabisa. Tunashukuru. Naam, kwa faida mtazamaji, majina ni nani? Naitwa Jafari Yonge. Jafari Yonge. Mwenyekiti, tunafahamu timu ya Stand imesafiri kuelekea Morogoro, kuelekea Bagamoyo mkoani Pwani ambako na mchezo wa kirafiki dhidi ya Friends Rangers. Kabla tujaenda kutambua ama kuelewa kipi kinaendelea kwenye mchezo, timu imesafiri vipi? Hali ilikuwaje mpaka timu kuondoka hapa kuelekea mkoani Pwani? Labda niseme kwamba timu ilisafiri kwa njia ya barabara kwa kutumia gari ya tashrifi. Japo usafiri wake kidogo ulikuwa na changamoto nyingi kutokana na mapato. Timu ilikumbana na changamoto nyingi, tatizo la kifedha, lakini tulipambana kadri tulivyoweza na kuweza kuisafirisha timu mpaka Bagamoyo. Naam. Katika hali ya kawaida timu twende kwenye bajeti, labda ilitakiwa muone na bajeti kiasi gani? Maybe mlikaa chini kama uongozi wa timu mkaandaa bajeti, ilitakiwa muone kiasi gani na mmefanikiwa kwa kiasi gani? Bajeti ya timu ni milioni 19. Ndio. Mafanikio bado yako chini sana kwa sababu timu mpaka iliondoka na almost kama milioni 2 hivi. Kitu ambacho bado unaona uwiano wake ni mdogo sana. Lakini kadri siku zinavyoenda kwenda tunaendelea kuwaomba wadau mbalimbali wajitokeze. Na kwa nguvu ya viongozi na wadau mbalimbali basi tumekuwa tukiweza kufanikisha kwa namna tunavyoweza kufanikisha ili timu kuweza kukaa kule na kuendelea kucheza. Timu ipo eneo la stendi kubwa mabasi Masasi mjini, ambapo ndipo uongozi au maskani ya timu na timu ilipoanzia. Lakini timu kwa nafasi kubwa tunaona mara nyingi inaposafiri inakuwa na wadau tu ambao ni mashabiki na wapenzi wa timu hiyo ambao almost wapo katika eneo hili la stendi. Je, upande wa serikali yetu, tunafahamu serikali ina sera ya kuinua vijana, kusupport michezo. Kwa upande hata ngazi ya wilaya ambapo timu ipo, kuna mchango wote ambao wametoa kuelekea ama kuonesha njia kwenye kufanikisha hilo safari na hiyo swala? Labda nichukue fursa hii kwanza kumshukuru mkuu wa wilaya kwa sababu na timu yake ya ofisi yake wamesapoti kwa namna walivyoweza, na bado tunaendelea kuzungumza nao na wanaendelea kushawishi watu mbalimbali ili kuweza kuichangia timu yetu. Okay. Wanasapoti kwa kiasi gani? Ni vizuri kutaja ama? Ofisi ya mkuu wa wilaya ilitoa milioni 1. Hongera sana kwao. Na mwingine nani labda? Wadau wengine waliotoa ukiacha ofisi ya mkuu wa wilaya ambayo ilitoa hicho kiasi cha milioni 1. Ndio. Mheshimiwa mbunge pia naye alitoa milioni 1. Okay. Lakini pia tunaye Mr. Mamu. Mr. Mamu ni mjumbe wa wilaya kwenda mkoani. Okay, yeah. Yeye alitoa 200,000. Lakini pia chama cha mpira wilaya Masasi ilitoa 300,000. Lakini pia chama cha mpira wilaya Masasi kilifanya mazungumzo na wadau mbalimbali na kuna mdau akatupatia sehemu ya kufikia na timu iko sehemu salama kwa maana aliweza kusupport kwenye swala zima la malazi. Okay. Je, ni vizuri kutaja huyo mdau? Mdau aliomba stajwe jina lake kwa kufuata protocol. Basi sawa, mimi nimtakia hongera pia. Lakini je, timu wanachama au mashabiki wa timu kwa umuhimu walikuwa na mchango gani? Wamesupport kiasi gani kuweza kufanikisha hiyo safari? Niseme tu ukweli kwamba mashabiki safari hii wamekuwa wazito kidogo kwenye kutoa. Pamoja na kwamba tumejitahidi sana kutoa matangazo hayo kwa watu taarifa mbalimbali, lakini watu wamekuwa kidogo wazito kwenye kutoa. Kama kiongozi, hilo unahisi limetokana na nini mpaka inapelekea wadau ambao siku zote wanakuwa na timu kama wamerudi nyuma?
Wakati mwingine inakuwa ni hali ya uchumi uliopo. Yaani watu kipato kikishakuwa kidogo, majukumu yakawa mengi, nafikiri wengine hawawezi kuchanga kwenye timu. Hamasa imekuwa ni ndogo kidogo. Okay. Sasa mchezo wa kesho, kwenda umewasiliana na kocha akakupa hali ya timu, maandalizi ya kuja kuelekea mchezo wa kesho. Unaenda kukutana na Friends Rangers ambaye pia mchezo wake wa kwanza alipoteza, umewini mchezo wako wa kwanza. Mwalimu amekwambia nini kuelekea mchezo wa kesho? Au timu imejiandaje? Mimi niseme tu kwamba vijana wetu wakati wanatoka walikula kiapo cha kwenda kupambana mpaka tone la mwisho. Hasa wakizingatia wanajua mazingira ambayo wanatoka. Na tulishawajenga katika misingi ya kutaka wakaende wakacheze mpira ili waonekane pia. Waipandishe timu kwa sababu wameshacheza ligi daraja 3 kwa muda mrefu. Lakini pia waipandishe timu kwa maana ya timu iweze kupanda daraja ili waweze kucheza daraja nyingine. Okay. Nimezungumza na mwalimu, nimezungumza na timu nzima ya uongozi ambao nimewatuma kwenda kutekeleza kuliongoza jeshi. Wamenihakikishia hakuna mchezo ambao tutauacha salama. Mchezo wote tutapanda vizuri, tutashinda. Swali kifupi kwamba mchezo wa kesho tutegemea matokeo tena mazuri. Matokeo mazuri kuliko hata ya jana. Kuliko hata ya jana. Ni salamu za mwenyekiti ama maneno ya mwenyekiti akielezea hali ya timu kuelekea mchezo wa kesho. Lakini mwenyekiti, jana wakati tunatoa update ya matokeo ya mchezo wa jana kwenye page yetu ya Masasi Online TV, tumeona baadhi ya wadau wakiomba, wengine wako maeneo tofauti, lakini wamepongeza kwa hicho ambacho timu imefanya siku ya jana. Lakini pia wengine nimeona kama walikuwa na nia ya kutaka kuchangia, wakawa naomba ikiwezekana wapate namna ya kupata akaunti ili waweze kutoa chochote kile kwa ajili ya kusupport timu yao pendwa ya nyumbani. Labda niseme tu kitu kimoja kwamba hii ni timu ya mkoa wa Mtwara. Ndio. Na Stand FC ni timu ambayo inaundwa na vijana ambao wanapatikana eneo la Stand. Ndio. Ni timu ambayo imeamua kupania kupanda daraja. Ndio. Lakini slogan yetu sisi tunasema we gather to you can. Okay. Umeona? Maana yake kwamba tunaamini sana katika umoja. Kwa hiyo waliosema kwamba wanataka kuchangia wana wazo zuri, na labda nichukue tu fursa hii kuitaja account number ya club. Ili yule anaweza atakayeweza kuhitaji kuchangia basi aweze kuchangia. Okay. Account number sisi tunatumia benki ya CRDB. Ndio. Account number ni 0150 04 02 17 1700. Unaweza kairudia? 015 04 02 17 17 02 00. Okay, na jina itakuja jina gani? Jina linakuja Stand FC Masasi. Okay. Yaani kwa wadau ambao niliona ujumbe pia mtu mmoja anaitwa Lucas Makunda alisema hongera, muda mwingine tueni namba ya akaunti, tutakuwa tunawatumiaga mkiwa mnakuja wadau wengine tupo huko na Masasi yetu, yaani kifupisha fedha. Lakini niliona pia ujumbe mwingine kuonesha kwamba huyu mdau ni kama alikerwa na baadhi ya, na maana ana taarifa ya baadhi ya timu ambazo zilianzia kama Stand ya Mtwara ambayo inapitia sasa hivi, kwamba timu inacheza katika hali ya watu kujipambania, viongozi wa timu wanatoa muda wao, wanatoa kidogo chao, lakini timu inapofikia hatua nzuri basi wanakuja watu wengine wanazichukua timu ambao wana mamlaka zaidi ya eneo ambayo timu inatoka. Labda nichukue fursa hii ndio kuwatoa wasiwasi. Hii timu ni timu ya Stand Masasi. Ndio. Na ni timu ya wilaya Masasi, yani iliyoundwa ndani ya wilaya Masasi. Ndio. Lakini ni timu ambayo inawakilisha mkoa mzima wa Mtwara. Ndio. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hata kwenye katiba yetu sisi inasema moja kwa moja kwamba sisi makao makuu yetu yako Masasi. Kwa hiyo ni watoe tu hofu kwamba hii timu itabaki kuwa ni ya Masasi mjini kama makao makuu. Lakini inabeba sura mzima au taswira ya mkoa mzima Mtwara. Kwa hiyo hata ikipanda kama uwanja wetu utakidhi vigezo vya kuchezea ligi daraja lililopo, maana yake tutatumia uwanja wetu kama uwanja wetu wa nyumbani. Okay. Basi mimi kikubwa ni tamani nisikie hicho, lakini pia mwenyekiti umetuelezea mchezo wa kesho, lakini hali ya timu hatujui saizi ipoje kiuchumi kwa kiwango ambacho ukitaja. Neno lako ni lipi kwa wadau ambao wanaifuatilia timu ya Stand lakini pia sasa hivi wanaitazama Masasi Online TV? Mimi niseme kwamba hali ya kambi sio mzuri sana kiuchumi, kipesa, kwa sababu ni watu ambao tunatafuta pesa. Ndio. Tunapata vichache wanakula. Unajua ili timu ifanye vizuri ni lazima iwe na uchumi mzuri. Okay. Kwa hiyo ni waase tu wadau ili tuweze kufurahia matokeo na kuweza kufikia malengo.
ni lazima wadau wajitoe. Sisi kama viongozi tunajitoa kwa nafasi tuliyokuwa nayo, lakini pia tunahitaji msaada zaidi kutoka kwa viongozi mbalimbali, wadau mbalimbali na wale waliopo ndani ya Mtwara, lakini pia wale waliopo nje ya mji wa Masasi. Lakini pia nitoe tu wito kwamba sisi kama klabu manake bado tunahitaji pia hata wale wanaoitwa wadhamini. Tuko tayari kuvaa logo ya mdhamini yoyote yule, ili mradi tu kama tutakaa naye na tutakubaliana naye yale ya msingi katika uendeshaji mzima wa timu yetu. Naam, mwenyekiti, mimi nimalize na mwisho nikwambie kuna jumbe nyingi za kina Adam Chande, lakini pia kuna Muna Sheha Alfani, wakina Fazili Okororo, wanatoa pongezi kwa vijana wako, wanatoa pongezi kwa timu. Naomba uzifikishe hii salamu kwao na niwatakie mchezo mwema. Salamu zitafika na niseme hatutawaangusha katika hili. Naam. Kila la heri mwenyekiti. Asante. Naam, kutokea stendi ya mabasi Masasi mjini ambapo tumetoka kumsikiza mwenyekiti wa timu ya Stendi FC Masasi ambao wanashiriki ligi ya mikoa. Wako pale Pwani wilaya ya Bagamoyo ambapo wanashiriki mchezo wa mashindano ya mkoa. Langu jina ni Rauf Saidi na hii ni Masasi Online TV. Nyuma kamera alikuwa Amos Kambona.